Sasa nakupa njia ndogo sana ya kuweza kumrudisha mpenzi wako. Cha kwanza, inatakiwa uwe na asali ya nyuki wadogo, hiyo hapo, na mswaki wowote ule urowahi kutumika, mswaki. Cha pili, uwe na njiti ya kibiriti. Ni dawa ya kumrudisha mpenzi uliyepoteana naye au uliyeachana naye, aliyekuacha unataka rudi kwa haraka. Hii hapa kama unavyoiona. Hakikisha una follow account jamani. Lakini pia usikose kuingia YouTube kuangalia vitu vingine. Usikose kuingia Instagram kuifollow jamani. Naomba uifollow kama unapenda tiba zangu. Uifollow account yetu ya Instagram na Facebook jamani, page yetu ipo. Kwa usikose zote, kwenda ukafollow account kuendelea na tiba zetu. Jamani, ukishakuwa na hivi vitu tayari, utakachokifanya sasa, jina lake hakikisha unamjua. Jina lake uwe unamjua jina. Unachukua ile njiti ya kibiriti. Kishakuwa na ile njiti ya kibiriti, jina lake unalitamka kabla hujawasha moto. Unamtaja jina fulani bini fulani. Ile asali hakikisha unaiweka kwenye kikopo kama hiki. Baada hapo unafyatua kibiriti chako. Unamuita jina. Unafyatua kibiriti umo unamuita na jina. Kisha muita jina, tayari unadumbukiza kwenye ile asali yako. Unadumbukiza mle. Ukishadumbukiza tayari hapo utakuwa umemaliza. Baada hapo utachukua mwiko, uwe na mwiko. Unakoroga ile asali, unakoroga, unaongea. Unamuita kwa jina lako, unaongea, unayotaka yatokee. Hiyo utakuwa umemaliza. Unafanya hivyo hata siku 2 tu. Kama hujapata mrejesho, njoo niambie hapa. Mimi ndo Dr. Emmanuel. Hakikisha una follow account, ingia YouTube, subscribe. Dokta, nashukuru sana, dawa yako ya nguvu za kiume imenisaidia sana. Sasa hivi nipo vizuri sana. Uhakika jamani, tiba uhakika. Lakini pia usikose kunifollow kupata vitu vikali sana. Sasa kuna wewe ambaye unasumbuliwa na ganzi aina zote, umestroke, mti huu hapa. Hata kama una kidonda sugu, hii hapa dawa nzuri sana. Unaiona? Uangalie kwa umakini. Huu hapa. Angalia kwa makini sana. Unakuaga na utomvu hivi. Unauona? Unakuaga na utomvu. Huo utomvu pia ni dawa. Matumizi ya mtu mwenye kidonda, dumbukiza huo utomvu kwenye kidonda chako. Ni mzuri sana kama unavyouona huu hapa. Huu ni mzuri sana kwa kidonda. Lakini pia kama unajua umekufa ganzi, hii hapa ni nzuri sana kuchemsha, kukandia. Tumia kukandia huu hapa. Sasa ile dawa ambayo imetamba sana kuwa inatibia masuala yote ya ukimwi ni hii hapa, kama unavyoiona. Hii hapa ndo mti huu hapa, umeona? Lakini sio ugonjwa huo tu. Hii hapa niliwahi kufundisha kuwa inatibu kwa wale ambao unakuta umewangiwa sana, unawangiwa mashambani wapi. Hii hapa ni nzuri sana. Lakini sio hivyo tu, hata matunda yake haya hapa kama unavyoyaona. Hii hapa ni tunda mojawapo ambalo vile linatibu. Angalia kwa makini. Naiona? Ili ni tunda. Angalia kwa umakini. Hii hapo ni matunda. Mwembe, mti wa mchungwa. Ulishawahi kukutana na hii kitu? Unakuta mtu kafunga hivi. Unajua ina maana gani? Hebu nipe maana yake. Kama hujui, komenti hapo niambie ili nikuelekeze namna ya kufanya. Siku zingine usio unaviona vitu hujui maana zake. Unakuta mtu kafunga hivi, kama hivi, unaiona?
ni bunzi la mahindi na kamba nafunga kwenye mti wake wa, huu ni mdimu huu hapa kama unavyouona hapa. Haya, sasa kuna wewe mzururaji wa usiku, unatembea usiku, ili usikutane na kitu chochote kibaya, tumia mfagio huu hapa kama unavyouona. Tumia mfagio, unahakikisha ni mfagio uliofagia, uliowahi kufagia. Unakata kipande kidogo, weka mfukoni, unatembea nacho, utanishukuru sana. Hutokutana na majanga yoyote ukishafanya hivyo. Haya, wewe mwenye sukari, unajijua kabisa unasumbuliwa na kisukari, tafuta haya mipira haya, ni mihogo poli ile kama unavyoiona, iangalie kwa makini. Tafuta yale ambayo hayajakomaa. Baada ya kuyapata yale, tafuta na haya hapa majani ya mbaazi, changanya vyote kwa pamoja, twanga ukamue ule mchuzi ambao unatoka, ule mchuzi ambao unatoka. Usichemshe, sijakwambia uchemshe. Hivyo ikiwa mbichi, twanga kisha kamua. Ukishakamua ile ndogo ile mchuzi ule ambao unatoka, hakikisha unatumia, ukipata hata kijiko kimoja. Utakuja kunishukuru sana. Kwa wewe ambaye unasumbuliwa na kisukari, kinakusumbua sana kabisa, kinakubana, kinakusumbua, inashuka na ya kupanda, ipo ya kushuka na kupanda. Tafuta hivi vitu ninavyokuelekeza, utakuja kunishukuru sana. Kama Dr. Emmanuel sijai kufeli hata siku moja kwenye matibabu. Utakapofanya hivyo utanishukuru sana. Hakikisha unatafuta mpira poli yale, yani kuna majina tofauti, ila nimeona nikuletee mpaka kwenye mti wenyewe huu hapa. Usisahau na mbaazi huu hapa, majani yake, twanga vyote kwa pamoja, kamua ule mchuzi ndo tumie kunywa. Ni kutwa mara 2, asubuhi na jioni. Fanya hivyo ndani ya siku 14 mpaka mwezi mmoja. Kama unayakupanda, kama unayakushuka, utakuja kunipa mrejesho. Pole limeanza. Ni washi.